Mechi ya ngao ya jamii ni Kariakoo Derby. Hivi sasa ni half time, wananchi Dar es Salaam Young Africans wako kifua mbele wakiwa wameshatangulia kwa goli 1-0, goli lililofungwa kupitia mchezaji wa kuitwa Albert Kangwanda, water player aliyetambulishwa hivi karibuni. Huu ni usajili mpya wa wananchi Young Africans na umeanza kujitambulisha vyema kunako Kariakoo Derby, mechi kubwa, mechi dume ambayo mpaka hivi sasa imepamba moto kweli kweli. Si mechi nyepesi hata kidogo, ni mechi ya nguvu, ni ya kupishana kwa timu zote mbili. Wananchi Yanga wamefanikiwa kufunga bao kunako dakika 35 ya mchezo kupitia krosi iliyomwagwa na mchezaji Shadrack Isaka Boka kutokea upande wa kushoto mwa uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, na krosi hiyo ikamkuta mchezaji Albert Kangwanda aliye upenyeza mpira katikati ya mikono ya goalkeeper Mahamudu Kasali Tanja na kufanya ubao. Mpaka hivi sasa wananchi Young Africans wakiwa wanaongoza kwa bao 1-0 na dakika 45 zimetamatika hivyo, huku upande wa mnyama Simba akiwa hajapiga shuti lolote lililolenga lango kwenye lango la Young Africans, huku Yanga pia wakiwa wamepiga shuti moja lililolenga lango, na hilo ndilo ambalo linaonekana limezaa bao, ambapo ilikuwa ni kupitia mpira wa kichwa. Kwa hiyo kiufupi, mechi hii imekuwa na off target 4, kwa maana 2 kwa Yanga, 2 kwa upande wa Simba, lakini on target ni moja pekee, Yanga 1, upande wa Simba ni 0. Ni mechi ya viwango kweli kweli, yenye hadhi ya kuitwa viwango vya juu kweli kweli. Hii ni mechi haijapoa hata kidogo. Sasa swali langu, uniambie wewe kwa hiki ambacho kimeweza kufanyika upande wa Young Africans, eneo la kikosi ambacho kimeanza mpaka wakati huu, na ndicho ambacho kinaipeleka Yanga kifua mbele, na golini amesimama Jigi Diara, eneo la mlinzi wa kulia amesimama Yao Kwasi Ataula ambaye amekuwa na mechi bora kweli kweli, lakini kushoto amesimama mchezaji Shadrack Isaka Boka, eneo la center back ni upande wa Bakari Nondo Mwamnyeto na Ibra Baka. Kiungo cha kati ni Juki Abuya ambaye mpaka sasa dakika 45 amepata kadi ya manjano, lakini upande wa eneo la kulia kwa maana winga amesimama Zakwani Hussein, lakini upande wa winga moja amesimama Albert Kangwanda. Eneo la namba 10 leo amesimama Maxim pia Nzengeli ambaye na yeye amekuwa na kiwango bora kweli kweli katika kipindi hiki cha kwanza na amekuwa na kaba anashambulia, lakini eneo la namba 8 amesimama kiungo Mudathiri Yahaya ambaye leo hajawa na pasi nzuri za mwisho kwenye miguu yake, lakini eneo la ushambuliaji la mwisho amesimama Shashamani Peter Shalulile. Upande wa mnyama Simba golini kama ilivyo kawaida amesimama Mahamudu Kasali Tanja, lakini pia upande wa mlinzi wa kulia amesimama David Kameta Duchu kwa sababu ya upande wa Shomari Kapombe ana injury, lakini upande wa kushoto amesimama Kibabage, upande wa katikati Roshan Deroko na Ture, lakini kiungo cha kati ni Kagoma pamoja na Ibrahim Jabbar. Eneo la namba 10 ni Cletus Chama, lakini upande wa striker amesimama Ibrahim Dumbia, lakini kulia na kushoto kwenye winga yuko Anise Ura pamoja na Libase Geye ambao mpaka sasa wamekuwa na mechi bora. Sasa niambie wewe, kwa performance ambayo imeonekana kipindi cha kwanza, matokeo yanaweza yakabaki hivi? Yanga afanye nini ku maintain ushindi wake mpaka dakika ya 90 kwa sababu anaongoza goli 1, lakini mnyama Simba afanye nini ili aweze ku maintain kurejesha bao lake na aweze kutafuta bao la ushindi katika mechi hii? Lakini kwa ujumla picha ilivyoonekana, unafikiri nani atakuwa na nafasi ya kuondoka na ngao hii ya jamii, ambapo mpaka wakati huu of time Yanga 1 mnyama 0? Mabenchi kwenye wachezaji wa sabu, Simba wanaye upande wa Elim Panzu, yuko Morris Abraham, yupo Keleso Mahalwa, yuko Ino Loemba, yuko Bakari Msimu, yuko Semfuko, wako akina Vedastus, akina Mligo, akina Chilambo na wengineo. Lakini upande wa wananchi Yanga, eneo la sabu yuko Alan Okelo, yuko Msheri, yuko Huseini Masalanga, yuko Abdur Nasili, yuko Shwaboy, yuko Edmund, yuko upande wa Ture. Niambie wewe, nani akiinuka kutoka kwenye benchi anaweza kabadilisha hiki ambacho kinaonekana kwa timu zote mbili? Shusha komenti yako hapo, lakini nakukumbusha tu update zote za mchezo huu
utazipata hapa kwa dakika zote 90, ikiwemo pia uchambuzi wa dakika 90 zikitamatika, lakini kile watakachosema wasemaji wa vilabu vyote, Ali Kamwe na Ahmed Ally, utavipata hapa, na tambo za mashabiki, wale watakaoshinda na wale ambao watakuwa wameshindwa lawama zao, utazipata kupitia chaneli hii. Kikubwa subscribe na bonyeza alama kengele uwe wa kwanza kupokea update hizo. Mabena TV, bahari ya michezo. Bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele kupata taarifa zote za michezo.